Karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi chetu mnachokienzi ukweli wa habari, na mimi ni wenu wa kila siku Elijah Meru. Bwana huyu ambaye nadhani wengine wenu mnamkumbuka anaitwa Bulos Masade. Bulos Masade ambaye ni mshauri special wa conseiller special wa bwana Donald Trump kwa masuala ya Mashariki ya Kati ambayo ni Asia, lakini pia masuala ya Afrika. Mnakumbuka ya kwamba bwana huyu alikuwa pale mjini Kinshasa na baadaye akaweza kwenda mjini Kigali, na baadaye anasema ya kwamba alikutana pia na Rais Ruto wa Kenya, na pia aliweza kuongea na viongozi wa Angola. Bwana huyu amepeana ripoti katika interview ambayo alikuwa nayo na vyombo mbalimbali vya habari, na inaonekana ya kwamba unaweza kuita kwa njia moja au nyingine ushindi kwa upande wa Felix Tshisekedi. Inaonekana ya kwamba bwana Donald Trump alikubali pendekezo ambalo lilikuwa limepeanwa kwake na bwana Felix Tshisekedi kwa ajili ya kuweza kupata amani ama kutunza serikali yake kwa exchange ya kupeana minere za Kongo. Hiyo mkataba bado ni ya siri, hatujui ni nini ambacho Tshisekedi anapeana na ni nini ambacho anapata, lakini kwa kifupi tu ni kusema ya kwamba inaonekana ya kwamba mazungumzo yale yamezaa matunda, na sasa Marekani imeweza kukubali ya kwamba watapokea hizo maminere za Kongo, wataruhusu makampuni za Marekani zikuja zifanye kazi katika Kongo, lakini wanasema kwamba lazima Kongo iwe na amani. Hiyo haiwezekani kafanyika kwamba wakati ambapo Kongo yenyewe iko ndani ya matatizo, na ndio Trump anasemekana kwamba ako determined, ako determine kuhakikisha ya kwamba kuna amani katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Na wakati huo karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi chetu mnachokienzi ukweli wa habari, na mimi ni wenu wa kila siku Elijah Meru. Wengi wenu mnamkumbuka huyu bwana ambaye anajulikana kama Masad Bulos. Masad Bulos ni mshauri special wa bwana Donald Trump katika maeneo ya Mashariki ya Kati, lakini pia katika maeneo ya Afrika. Nimegundua kujua leo pia kwamba Masad Bulos ni mandabuze ya bwana Trump. Mandabuze kwa lugha zetu za Kiafrika ni kumaanisha ya kwamba binti ya Trump ameolewa na mtoto ama kijana wa Masad Bulos. Masad Bulos naye ni bilionea, naye ni tajiri kubwa upande wa Marekani, na inaonekana kwamba kipindi hiki bwana Donald Trump ameamua kufanya kazi na wenzake ba miliarder. Na huyu bwana katika interview ambayo amekuwa nayo katika vyombo vya habari kule Marekani, anaonekana kwamba aliweza kupeana majibu ambayo ni ya kuridhisha, ambao wengine wanaweza wakaita kama ushindi wa bwana Felix Tshisekedi kuhusiana na mambo ama pendekezo lake ama offer ambayo alikuwa amepatia Marekani ya kuwapatia minere za Kongo en exchange ya kupata amani, au kwa lugha nyingine ya solidify serikali yake. Na anasema ya kwamba Donald Trump amekubali na amesema ya kwamba ako determine kuhakikisha ya kwamba amani inarudia katika nchi ya Kongo, na ya kwamba makampuni za Marekani zitapata nafasi ya kuja kufanya biashara katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Na anasema ya kwamba hiyo haingewezekana ama haiwezekani isipokuwa pawe na hali ya amani katika nchi ya Kongo. Anasema ya kwamba objective ya hizo maminere ambazo Kongo iliweza kuwapatia ilionekana kuwavutia kwa sababu wako na intérêt commun, ama ni jambo ambalo linawavutia. Na pia anazungumza ya kwamba ili basi hizo makampuni za Marekani zije zifanye kazi katika nchi ya Kongo, itabidi basi pawe na environment ya amani, na ili hiyo ifanyike inabidi Rwanda ijiondoe mara moja katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na isitishe msaada wake kwa wananchi
ama kwa wa M23 huko nchini Kongo. Na anavyozungumza hiyo maneno, anasema ya kwamba kando ya Rwanda kuweza kuretire majeshi yake katika Kongo na kusitisha msaada wake, anaomba pia M23 pia waweke silaha zao chini. Na anasema ya kwamba wako concerned sana na hiyo ofre, na pia katika koridori ile ya Lobito ambayo inahusisha nchi kama vile Angola na Zambia na Kongo, na ambayo inasemekana ya kwamba Kongo iko na nafasi mkubwa, ambao wanataka kujenga ile njia ya reli na fikina ya barabara ambayo itakuwa inawasaidia kusafirisha maminere za hizo mainchi. Tshisekedi alizungumzia pia katika diskuri yake, alikuwa anazungumza jana pale mjini Lubumbashi, na alizungumza kwamba kuhusu wengine wa investisseur kama China, anasema hiyo haiko biashara yao, wanataka tu wajihusishe na mambo yao, wanataka tu wapate kuingia ndani ya Kongo na wafanye kazi hiyo, lakini hawatafanya hiyo pia ikiwa Kongo haina infrastructure. Kwa hivyo wanakubaliana ya kwamba wasaidiane kujenga infrastructure ambazo zitawasaidia wale wawekezaji wa Marekani kuweza kufanya biashara, lakini pia iwasaidie wa Kongo pia kuweza kupata au kunufaika na hizo miundombinu za msingi ambazo watakuwa wanazijenga. Kwa swali ambalo walimuuliza kuhusiana na sasa kama hao Chinese na wengine ambao wana invest kutakuwaje hiyo conflict kati ya wao na Waamerika, nasema wao wataendelea kufanya competition na kuleta yao investment Kongo, na mwisho wa siku itaonekana nani ambaye anainvestir vizuri, ambaye investment kinasaidia Wakongomani, na anaamini ya kwamba watakao saidiwa na hiyo investment ni ama watakao beneficia katika hiyo competition yabo kati ya Bashinwa na Baamerika. Definitively naamini ya kwamba itakuwa ni Bashinwa. Lakini kuna detail moja ambayo nimefuata katika hiyo diskuru yake, na detail hiyo inanipatia maswali kidogo. Detail yenyewe inasema kama nilivyosema kwamba ameomba Rwanda itoe basoda yake, amewaomba wasitishe msaada ambao wako wanapatia M23 AFC, lakini amewaomba pia wanajeshi wa AFC wajiretire katika mji wa Walikale. Hajabaambia bajiretire Bukavu, hajabaambia bajiretire Goma, anabaambia bajiretire Walikale. Eske ni mwanzo kwamba ukisha kujiretire Walikale atabaambia bajiretire Goma na Bukavu, ama ni kumaanisha ya kwamba mnaweza mkabakia na hiyo maeneo ambayo mlishachukua? Kwa sababu mimi sijui kuna kitu gani, kuna madili gani ambazo ziko hapa ndani. Juu hajazungumzia hiyo kitu kabisa kuhusiana na hiyo eneo ambayo M23 wako. Amesema tu M23 ijitowe Walikale, ijitowe ndani ya mji wa Walikale. Definitively kwa sababu labda hizo minerals ziko hapo ndani, lakini sijui kwa nini hawakuwaambia wajitoe maeneo mengine kama Masisi, Masidi Kivu na maeneo mengine kama vile Goma. Hapo kuna maswali ambayo maybe muda ndio utakuwa kutuambia ni nini ambacho kinaendelea pale katika maswala hayo. Na katika jambo hili basi maswali yanaendelea kujitokeza iwapo je, katika makubaliano yao eske wanataka hiyo eneo ambayo bwana Corneille Nangaa hako ibakie kivyake namna hiyo, kwa sababu hata wakiambia Rwanda itoke na waambie isitishe msaada wake. Kuna kitu kingine ambacho amekizungumzia, anasema ya kwamba Marekani iko na uwezo wa kuhakikisha ya kwamba iye maneno yake ambao wanaongea inafuatiliwa, na itafanya hivyo wakati ambapo ikihitajika kufanya hivyo. Na nadhani hapo ndio kuna tofauti ya Marekani kuingilia, tofauti na vile ambavyo hiyo ndio tofauti ya yeye hawa Marekani na Nations Unies. Nations Unies hawana uwezo ya kurenforce hiyo, lakini Marekani ikiwa watalazimika kuja kufukuza waasi, ikiwa wanataka kufanya hivyo, basi ni ruhusa tu ambayo ama ni watakubaliana tu na Tshisekedi, na mara moja wanajeshi wa Marekani wanateremka pale na kufanya shughuli ya kwao. Lakini
na wasiwasi kwa vile hawajazungumzia chochote kuhusiana na hiyo maeneo ambayo wako. Wamewaambia tu waache kupigana na wajiondoe ndani ya mji wa Walikale. So naachia hapo, lakini nadhani ya kwamba watu wa Tshisekedi wanapiga makofi kwamba kwa upande mmoja au mwingine, hata kama hatujui konteni ya hiyo agreement contrat yabo, wameshinda, wanaweza wakasema.